we're all gonna die, all right? There's gonna be a crash. Have you lost your... Karibu tena ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza. Na baada ya mapumziko ya muda mrefu tunarudi tena sasa katika ulimwengu wa vibanda umiza katika movie zetu hizi za Final Destination. Na baada ya kureview sasa movie ya kwanza pamoja ya pili pamoja na ya tatu, leo tunaingia moja kwa moja katika movie ya 4 ya ulimwengu wa movie za Final Destination. Na kiuhalisia yani movie yetu yani ilikuwa haina information nyingi sana muona katika Final Destination mythology. Yani shorti tulihama yani kutoka katika wanafunzi wa high school ambao tuliwaona katika movie ya kwanza, ya pili na ya tatu, na katika movie ya 4 sasa tunaingia moja kwa moja kwa wanafunzi wa chuo. Na vile vile pia ni hii movie yetu ya 4 ili introduce mambo ya 3D graphics. Yani short sasa katika movie ya kwanza, ya pili na ya tatu tulikuwa na VFX hapa na pale, ila graphics ambazo tumeziona hapa katika movie ya 4 zilikuwa zipo katika mtindo wa 3D. Na je, hii movie yetu sasa ya 4 ili usunini hasa? Na kama wewe ni mara ya kwanza ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, usisite kusubscribe. Na movie yetu inatukutanisha na mchizi mmoja anaitwa Nick, na kipindi ambacho sasa mchizi alikuwa yupo likizo pamoja na demu wake anaitwa Loli pamoja na washikaji zake, na kipindi ambacho sasa alikuwa kiangalia mashindano ya magari. Na kama tulivyoona katika movie ya kwanza, ya pili na ya tatu, tunamwona Nick hapa anapata maono kuhusu future. Yani katika mashindano ya magari itatokea ajali, na hii ajali sasa itaua watu wengi ikiwemo yeye, demu wake pamoja na washikaji zake. Na baada ya Nick kushtuka sasa, ni baada ya kupata ya maono taratibu sasa akaanza kuziona zile sign zile katika maono yake. Na kwa bahati mbaya Nick alipaniki kinoma yani, na hii paniki ikasababisha ugomvi katika uwanja wa michezo. Na kwa bahati nzuri akatokea mchizi mmoja hivi anaitwa George ambaye alikuwa ni mfanyakazi au mlinzi katika uwanja wa magari, na ugomvi sasa ukaama kutoka ndani kuelekea moja kwa moja hadi nje. Na kwa bahati nzuri sasa watu wote ambao walifanikiwa kuchomoka kutoka katika uwanja na kwenda nje ndio ambao walifanikiwa kusurvive, isipokuwa mdada mmoja hivi anaitwa Nadia. Na baada ya mazishi ya watu waliofariki, kuna mchizi mmoja anaitwa Kata alimind sana jamaa wetu mlinzi huyu anaitwa George, na aliamini kitu kimoja kwamba jamaa mlinzi huyu ndiye ambaye alisababisha sasa kifo cha demu wake Kata, kwa sababu Kata katika ile ajali alikuwa na mpango kurudi ndani kwa ajili ya kumwokoa demu wake. Na kwa bahati mbaya zaidi sasa mchezo wetu Kata huyu alikuwa ni mbaguzi wa rangi, na alikuwa na mpango sasa wa kuchukua msalaba na kwenda kuuchoma nje ya nyumba anayoishi George. Na kwa bahati mbaya sasa ikatokea ajali na Kata anafariki dunia. Kwa in short katika mfululizo wa watu wa kwanza kabisa kufariki dunia alikuwa ni jamaa huyu anaitwa Kata. Na kwa washikaji ambao wanataka kujua vizuri kabisa nini maana ya msalaba, lazima wacheki sasa kundi moja linaloitwa KKK, au vile vile pia wacheki movie mbalimbali za wabaguzi wa rangi kama movie moja inayoitwa Mississippi Burning. Na vile vile pia kwa upande mwingine mchezo wetu Nick huyu alipata maono kuhusu kifo cha jamaa anaitwa Kata, na vile vile pia Nick kama Nick akapata maono mengine sasa ya kifo cha mwanamke mmoja hivi anaitwa Samantha. Na kwa bahati mbaya mwanamke anaitwa Samantha alifariki dunia sasa baada ya jiwe kuchomoka kutoka katika garden na kuingia moja kwa moja katika kichwa chake. Na hapa Nick aliamini kitu kimoja kwamba watu walikuwa wanafariki katika ule mpangilio ambao walikufa sasa katika ile ajali au katika ile maono ambayo aliyaona katika ule uwanja wa michezo ya magari. Na kwa bahati nzuri sasa alifanikiwa kuingia moja kwa moja katika ofisi za michezo ya magari, na vile vile pia anakutana na George, wanakaa chini na kuangalia ile video ya sasa mtu gani aliyofuata au mtu gani anayekaribia kufa katika plani ya kifo. Na kwa bahati mbaya mtu anayefuata alikuwa ni mchizi mmoja hivi anaitwa Andy, ambaye jamaa sasa alikuwa ni fundi makanika. Umeona mpaka hapo? Na kwa bahati mbaya sasa ingawa alikwenda na kumuonya mchizi, ile kwa bahati mbaya mchizi anafariki dunia. Ila kama nilivyosema mwanzo kabisa Nick alikuwa anaona maono ya watu wanaokufa. Kwa mfano sasa mchizi Andy huyu, umeona Nick aliona maono ya matanki ya gesi pamoja na matairi pamoja na winchi. Umeona mpaka hapo? Na baadaye kabisa sasa yani Nick akaona maono, umeona kuhusu maji pamoja na sarafu aka coin. Umeona mpaka hapo? Na vile vile pia mtu anayefuata au watu walikuwa wanafuata alikuwa ni mchizi wake anaitwa Hunt pamoja na demu wake anaitwa Janet. Umeona mpaka hapo? Ila alikuwa hajui sasa je kati ya Hunt pamoja na Janet nani ataanza kufa. Kutokana na hilo sasa wakaamua kujigawanya yani George pamoja na Lori waende kumsaidia Janet, na kwa upande mwingine pia Nick aende kumsaidia mchizi wake huyu anaitwa Hunt. Na kwa bahati nzuri sasa Lori pamoja na George wanafanikiwa kumuokoa Janet, ila kwa bahati mbaya sasa yani Nick anashindwa kabisa kumuokoa Hunt. Na hii scene ya Hunt sasa kuuawa, umeona katika hii swimming pool, ilikuwa ni bonge moja la scene, na ni scene fulani vya kuogopesha yani. Na kwa washikaji sasa yani ambao wanajua vizuri physics ni kwamba hiki kifo cha jamaa anaitwa Hunt kilikuwa kimebezi katika principle fulani ambayo tumeziona katika topic moja ya physics inayoitwa
fluid dynamics. Umeona mpaka hapo? Na baadaye kabisa tuliona mchezo wetu George huyu alikuwa na mpango wa kujiua, na sababu kubwa kabisa ya kufikiria kujiua ilikuwa ni kwamba sasa yani katika hii listi mtu alikuwa anafuata alikuwa si mwingine, alikuwa ni George. Na vile vile pia George pia yani alikuwa na guilty fulani hivi baada ya kifo cha mwanae pamoja na mke wake. Umeona mpaka hapo? Ila kwa bahati mbaya au bahati nzuri yani kifo kilishindwa kumuua George. Umeona mpaka hapo? Na hapa Nick akafikiria kitu kimoja, yani kama kifo kilishindwa kumuua George, na kitu kimoja kwamba kuna mtu ambaye anafuata kabla ya George. Na baadaye ungegundua kitu kimoja kwamba kuna mchizi mmoja hivi alifanikiwa kusurvive katika ile ajali, ila ni kipindi ambacho alikuwa amelazwa pande za hospitali. Ila kwa bahati mbaya sasa mchizi walishindwa kumsaidia, na ujamaa sasa anaangukiwa sasa ni na bathtub katika hiyo hospitali. Umeona mpaka hapo? Kwa hapa namshika kitu kimoja, sasa mtu anayefuata katika mfululizo wa kifo si mwingine ni mchizi wetu tena huyu anaitwa George. Na baadaye kabisa wakati Nick pamoja na George wanachomoka kutoka katika hiyo hospitali, sasa ni Nick anapata maono mengine kwamba George anafariki baada ya kugongwa na gari, na kwa upande mwingine pia Janet anafariki baada ya kulipukiwa na mlipuko ndani ya jumba la sinema, na kwa upande mwingine pia demu wake anaitwa Rory anafariki baada ya kuminywa sasa ndani ya escalator. Ila baadaye anagundua kitu kimoja, haya alikuwa ni maono tu. Umeona mpaka hapo? Ila kwa bahati mbaya sasa ni alishindwa kabisa kumuokoa George, na George kama George anagongwa na gari na kufariki dunia. Umeona mpaka hapo? Kwa moja kwa moja Saniki kama Nick anakimbia moja kwa moja katika jumba la sinema kwa nia kumuokoa Janet pamoja na demu wake huyu anaitwa Rory. Umeona mpaka hapo? Na hapa kafikiria kitu kimoja kwamba njia pekee sasa ya kumuokoa Janet pamoja na Rory ilikuwa ni kwenda sasa kuzuia sosi au chanzo cha mlipuko katika jumba la sinema. Na kweli kabisa yani Nick kama Nick anafanikiwa kuzuia kila kitu, yani umeona mlipuko hautokei, na kwa bahati nzuri anafanikiwa sasa kumuokoa Janet pamoja na demu wake huyu anaitwa Rory. Na hapa Saniki akameni kitu kimoja kwamba kwa jinsi alivyomuokoa Rory sasa pamoja na Janet, basi bila shaka sasa atakuwa amekidhibiti kifo, yani kifo kimeshindwa kuwaua. Ila kiuhalisia kama tunavyosema, yani kifo kama kifo, yani kifo ni noma, yani kifo akimwachi mtu salama, yani umeona mpaka hapo? Na baada ya siku kadhaa sasa ni Nick, Rory pamoja na Janet wanakutana kusherehekea sasa ni jinsi gani walivyofanikiwa kukidhibiti kifo. Umeona mpaka hapo? Na hapa tunaona Nick kama Nick anapata maono ya ghafla kwamba kuna Rory litakuja litawagonga na kuwaua wote watatu. Ila kwa bahati mbaya sasa kwa hakuna muda wa kureact, yani ghafla tu yani Rory anatokea na kuwaua wote watatu, na wote watatu wanafariki dunia. Na hii scene inafanana kabisa na ile scene ambayo tumeiona katika movie ya Final Destination 3. Yani shoti ni kwamba sasa yani baada ya kupata maono kuhusu treni itadondoka chini na kuua watu wote ndani ya treni, umeona? Yani shoti kulikuwa kuna muda wa kureact, umeona mpaka hapo? Na kama tulivyoona katika movie yetu ya 4, kifo kinafanikiwa tena kuwaua watu wote hawa, yani Rory, Nick pamoja na Janet. Umeona mpaka hapo? Kwa ujumla hii movie ya 4 pia ilikuwa iko fresh, na ila kiuhalisia yani haikutuongezea vitu vingi yani katika mythology za Final Destination. Ila kiujumla ilikuwa ni nzuri yani, umeona mpaka hapo? Na kwa review ya movie ya 5 ya Final Destination tukutane tena baadaye. Stay tuned.